Ujambo mtazamaji na mfuatiliaji wa Come TV Tanzania. Karibu katika mfululizo wa vipindi vya maarifa ya kiroho, vipindi ambavyo vinakupa wewe nafasi ya kufahamu mambo mengi sana yanayohusiana na masuala mazima ya kiroho. Karibu sana. Jina langu ninaitwa Witness Lala na kama kawaida nitakuwa na mwalimu katika mada ambazo tunakuwa tunakuletea hapa, mwalimu mbobezi kabisa ambaye anafundisha na anahakikisha mpaka uelewe wewe mtazamaji. Na huyu si mwingine ni mwalimu wetu Mr. Kam ambaye atakuwa hapa kuhakikisha mambo yote yanakwenda vizuri kabisa. Na awali ya yote nimkaribishe ili awasalimu watazamaji wetu. Karibu sana mwalimu. Asante sana Witi. Mimi nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kushukuru nguvu za universo, nguvu za ulimwengu kwa neema na baraka na uzima huu ambao tulionao, si kwa ujanja wetu, bali kwa uwezo wake mwenyewe ambaye amevikadiria kuishi katika ulimwengu huu. Kwa hiyo niwashukuru pia na watazamaji ambao wanatufuatilia, kwa sababu wamekuwa wanatufuatilia kwenye vipindi hivi. Kwa namna moja ama nyingine unahitaji kushukuriwa sana. Na shukurani ndio jambo kubwa sana ambalo napenda kulisisitiza sana kwa watu, kwamba kila kitu unabidi ushukuru. Ushukuru kwa mabaya, ushukuru kwa mema, kwa sababu ndio msingi wa mafanikio. Kabisa. Sawa. Sawa, karibu sana. Tuwe tayari kusikiliza na kutizama kile ambacho mwalimu wetu atakwenda kutufundisha kwa siku ya leo kulingana na mada ambayo tumeandaa hapa. Na mada ya leo inahusiana na masuala ya mahusiano. Na mahusiano ni mengi, kuna mahusiano pengine ya kibiashara, pengine mahusiano ya kindugu, lakini sasa leo tutajikita kwenye mada ambayo inahusiana na mahusiano ya kimapenzi. Na tutajikita katika kipengele kinachosema mchango wa sayansi ya kiroho katika kujenga na kudumisha mahusiano yenye afya. Mchango wa sayansi ya kiroho katika kujenga na kudumisha mahusiano yenye afya. Na mahusiano tunayozungumza kama ambavyo nimekueleza ni mahusiano ya kimapenzi. Sasa mwalimu yuko tayari kuelezea mada hii na ataelezea kadiri ya yeye alivyoiandaa. Sasa atakwenda kuanza kwa kueleza maana ya sayansi ya kiroho ni nini. Pengine limekuwa neno ambalo wewe umekuwa ukilisikia tu bila kujua maana yake. Mwalimu yuko hapa atakuelezea. Karibu mwalimu, tueleze sayansi ya kiroho ni nini? Asante sana. Mimi ni kushukuru sana kwa mada nzuri. Mada ambayo ina upana wake na inahitaji utulivu, inahitaji heshima, inahitaji hekima katika kuelewa haya, kwa sababu watu wengi tunaoishi katika maisha ya kawaida tumekuwa tunapata changamoto nyingi sana kwa sababu ya kukosa maarifa au kukosa ufahamu juu ya mambo mbalimbali ya kimahusiano, hasa katika mwanamume na mwanamke wanapokutana. Na hapo ndipo inapotafsirika kwamba kuna kuoa, kuolewa, boyfriend, girlfriend, mahusiano ya kimapenzi. Kabisa. Kwa hiyo hali ndio tunayoihusisha katika kutaka kuelewa sayansi ya kiroho ina mchango gani katika hilo. Nadhani mada itakuwa inalenga hapo. Na tunapozungumzia sayansi ya kiroho, maana yake tunazungumzia uelewa wa maarifa ya juu ya hekima kuhusu mienendo ya kiroho au muundo wa kiroho katika hayo mahusiano. Kwa sababu upo msukumo wa ndani katika mwili wa mwanadamu ambao huo msukumo unahitaji uelewe vizuri ili uweze kucontrol hisia zako. Kwa sababu hapo kuna kitu kinaitwa hisia, kuna kitu kinaitwa matamanio, kwa maana ambayo tumeipa kwamba hisia msukumo fulani, lakini kuna matamanio, lakini ndani yake kuna mahesabu. Kwamba mahusiano ya kimapenzi yanajumuisha hivyo ambavyo navitaja. Yes, mahesabu. Okay. Katika mahesabu ya kiroho. Kwamba mimi naenda kuwa na mahusiano na huyu au naenda kuingiliana naye huyu. Je, katika mahesabu ya kiroho yako sawa?
kwamba huu naenda kufanya naye mapenzi au nakwenda kuingia naye katika mkataba wa kiroho. Kwa sababu pale mnapokuwa mmekwenda kufanya hayo mnayofanya au kufanya hicho kitendo cha seksi au mapenzi manake pale kuna mkataba wa kiroho pale baina yenu wawili. Hapo kwenye mahesabu ya kiroho ni kama yapi? Kwa sababu nilikuwa nafafanua mada ya kwamba sayansi ni nini. Kuna mambo ya utafiti pale unatakiwa uyajue ambayo yanahusiana na masuala ya kiroho. Ambayo yanahusiana na masuala ya kiroho, kwa sababu sio kila mtu tu akwenda kumvamia na kumpamia tu. Hapana, lazima ujue sayansi ya kiroho imekaaje katika mahesabu ya kujua huyu mtu, je, ninapaswa kuwa naye na ninatakiwa kufanyaje ili nijue kufuata mambo gani? Okay, sawa. Kimsingi nianze hapa ili watu waweze kunielewa vizuri sana. Tunaposema sayansi ya kiroho ni mjumuiko wa elimu mbalimbali ambazo zipo kwenye mfumo wa sayansi ya kiroho. Na hapa ndipo ambapo watu wengi pengine kwa kukosa msaada au kukosa mfumo mzuri wa kuelewa haya, kwa sababu ingelikuwepo mifumo mizuri wa watu kufundishwa, basi ingelikuwa ni vizuri zaidi na watu wakaepuka machangamoto kwenye hayo, kwa sababu tunaposema sayansi ya kiroho yapo masomo ambayo unatakiwa uyasome. Narudia tena, kwenye sayansi ya kiroho yapo masomo ambayo unatakiwa uyasome, ambao mara nyingi sana yanajikita katika kuelewa sayansi ya kiroho. Somo la kwanza unalisikiaga kila siku, inaitwa psychology. Sawa. Saikolojia, unajua maana ya psychology? Tuambie mwalimu. Psychology mara nyingi sana ni somo ambalo linajikita katika akili, kuelewa akili ya mwanadamu na tabia, kuelewa akili na tabia za mwanadamu. Namna gani ambavyo unaweza kusolve au kuishi na mtu kulingana na jinsi alivyo na akili yake na tabia zake. Psychology ni aina ya somo la maarifa ya kiroho. Sawa. Hilo ni moja kati ya somo moja muhimu sana. Wengi sana unakuta wanasoma masomo haya ndio wale unakuta maafisa ustawi. Sio, unaelewa unakuta watu wengine ambao ni madaktari, na watu wengine ambao wanajikita kwenye masomo kama hayo. Psychology, kumsoma mtu, kusoma akili ya mtu, kusoma tabia, minendo ya mtu ni muhimu sana, kwa sababu inakupa kujua kwamba kesho na kesho kutwa niishi na mwanamke au mwanaume kwa namna gani. Lakini somo jingine ambalo ni muhimu sana kulielewa ni masomo ya philosophy. Sawa, philosophy. Kwa sababu philosophy na psychology ni vitu ambavyo haviachani sana. Yani ni vitu ambavyo vinatakiwa visome angalau hata kwa uchache, sio sana lakini kwa uchache. Angalau zile ethics ukawa unazijua. Philosophy ni aina somo ambalo linajikita zaidi katika hekima. Sawa? Hekima. Pale kuna maneno mawili, philo na sophy. Sawa? Kwa maana ya kwamba upendo na hekima. Kwa upendo wa hekima. Kwa Kiswahili ukisema tu upendo wa hekima, maana umezungumza philosophy. Kwa ndani yake yapo matawi sasa pale. Hao matawi yako kama 5 hivi 6, unaweza kujifunza, ukaelewa na nini, ukajua ethics. Kwa hiyo hayo yanakuwa unatakiwa ufanye wakati ni kama maandalizi ya wewe ambao unatakiwa kufanya wakati unahitaji kuingia kwenye mahusiano ya hiyo. Kwa sababu mle ndani kuna hekima ndani yake. Ndio maana unaona hekima, upendo na hekima. Sio, umeelewa? Philosophy ni maneno mawili, philo na sophy. Kwa hiyo ukisikia upendo, philo, sawa? Upendo afu hekima. Okay. Sio, unaelewa? Kwa hiyo umeshahusisha mahusiano tayari. Kwa hiyo philosophy ni vizuri kusoma kidogo, kwa sababu itakusaidia kukupa humo ndani yake kuna kipengele kimojawapo ambacho kinaitwa mantiki. Basi kwa maana hiyo huwezi ukaingia kwenye mahusiano bila ya kuwa na upendo. Haiwezekani. Lazima ujue maana upendo ni nini. Na vile tunasema tutakutana huko mbele, upendo unatengenezwa baada ya kukutana na mtu. Umekaaje? Anyway, ngoja nimalizie hizi kuzitaja masomo ili mtazamaji apate series nzuri, akienda kufuatilia basi ajifunze. So hivi vitu vimetenganishwa sana. Alafu tutaingia huko ndani, tutaeleweshana vizuri. Kwa hiyo philosophy ni muhimu sana kusoma angalau hata kwa udogo zi. Lakini pia kuna somo jingine ambalo sasa lenyewe linaitwa astrology. Astrology kwa Kiswahili ni unajimu. Umeona psychology, philosophy, astrology. Unaona masomo yalivyo. Hii astrology
ni elimu ya, kwa Kiswahili tunasema ni unajimu. So unajimu ni moja kati ya elimu ambayo unapaswa kujifunza tu, hata kama uwe Mkristo, Muislamu, uwe dini gani, lakini ni muhimu sana kusoma ukajifunza. Kwa nini? Kwa sababu unajimu kwa Kiswahili kwa Kiswahili ndio hivyo, lakini ukitafuta maana ya unajimu, maana yake ni sayansi ya nyota. Sikiliza hapa. Okay. Ni sayansi ya nyota au mfumo wa nyota wenye mfumo wa nyota au sayansi ya nyota ambao unaotafsiri maisha ya mwanadamu. Sawa? Ni mfumo wa sayansi ya nyota unaotafsiri maisha ya mwanadamu. Uhusiano. Narudia tena, uhusiano. Nyota zile unazoziona angani. Sawa? Zile tumesoma solar system shuleni. Tuna nyota, kuna zile sayari 9. Kuna sayari 7. Kuna jua, kuna mwezi, kuna Venus, kuna Mercury, kuna Jupiter, kuna sun, ndio zile tunazozungumzia ile mzunguko. Una maana kubwa sana katika maisha ya kiroho, katika uhusiano kati ya binadamu na hivyo vitu vilivyoko huko juu huko angani. Sasa hiyo ni elimu ambayo unatakiwa ujifunze angalau kwa uchache. Wewe unajua zile vitu ambavyo ni ABC, japo ina mambo mengi ndani. Kwa hiyo ni elimu, kwa sababu kuna vitu vinapishana huko angani. Kwa kama vinapishana katika muda, katika wakati, katika miezi, katika siku, kwa hiyo unatakiwa kujua siku gani nifanye nini kutokana na mzunguko wa zile. Lakini pia unaweza, ili kuepusha labda mlolongo wa vitu vingi kama ambavyo umesema, elimu hiyo ya nyota na mambo mengi sana ndani yake. Unaweza ukajifuatilia mwenyewe. Yes. Yaani mwenyewe unatakiwa kufanya nini siku gani. Unaweza kufuatilia. Sema kwa sababu watu wengi sisi naweza nikasema mifumo yetu sio rafiki ya kuweza kujifunza haya. Sawa, nchi zingine wanao mifumo rafiki ya kusaidiana kwenye mambo kama haya.